Zaji maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Leo ni siku njema tarehe 5 mwezi ni wa 6 mwaka 2025. Uhali gani rafiki yangu? Kila kitu kipo okay? Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM, na tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Lisa, na tumeanza nao tangu siku ya Jumanne. Ndiyo, na leo ni siku ya Alhamis. Yes, karibu sasa. Mimi hapa ni kujuze mengi zaidi. Jana kuna mahali tuliishia, msikilizaji, tuliishia Lisa amegundua maisha kati ya mamake na babake, namna ambavyo wanaishi. Yani akitueleza babake katika familia aliyokuwa nayo, katika vile vitu ambavyo alikuwa akiona babake akimiliki, akitueleza kwamba amegundua kwa maelezo ya mama yake aliyomueleza kwamba vile vitu ni mali ya huyo mamake mkubwa. Kwa hiyo mama anamtahadharisha, usije ukawa unaona kama hivi ni vitu vya familia yako. Hivi sio vitu vya familia yako. Familia yako kwenu ni hapa, na vitu kama hivyo. Na Lisa anasema basi nami nimezidi kuyashika hayo. Ndio. Okay. Nikushukuru pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu. Asante na uone ujumbe wako. Asante pia wewe ambaye unanifuatilia kwa kupitia account yangu ya Instagram na umecomment hapa katika kushare nami na kunijuza huko pamoja nami. Asante Frank Boazi, unasema unanifuatilia. Frank Boazi wa Nzega. Wow, uko pamoja kutoka pande za Nzega. Asante. Unaitwa Ngoi, unasema unapatikana pande za Kigamboni na unasema unanipata kwa uzuri sana. Asante. Kisumo Anthony, unasema nilichojifunza mpaka sasa hivi kwenye simulizi ya Lisa, kama mtu akapenda familia yako mwanzo hawezi kukupenda. Kama mtu akupenda familia yako toka mwanzo hawezi kuipenda milele. Umependeza Veronica. Asante. Unaitwa Moshi Karoli, asante sana. Nikushukuru sana. Unaitwa Mary Gabriel Mosha, unatusikiliza. Unasema mimi hapa nimetulia na kufuatilia muendelezo wa simulizi ya Lisa na kupenda sana Veronica. Haji Ngweruno, unasema tupo Kitwiru huko Iringa mjini, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho dada Veronica. Asante. Bula Bilionea, unasema tuko pamoja dada hadi saa 2 usiku, haujaniambia unatokea wapi. Gerard Mushi, nikushukuru sana. Ndugu zangu Mushi naona leo tuko pamoja sana nanyi. Yes, asante sana Sadik, unatufuatilia pia hapo ulipo japo hujatuambia uko wapi. Naomi Chazi, unasema uko nami, nikushukuru sana, na wengine wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Yes, ndugu yetu anaitwa Lisa akishia nasi haya katika safari yake ya maisha. Lisa anaendelea kutujuza haya, anasema Lisa anasema ni mazungumzo kati ya mimi pamoja na mama yangu. Mamangu akinieleza ukweli ambao hajawahi kunieleza, nami nimeusikia, nami nimepokea, na tunaendelea na maisha. Tunaendelea na maisha, na mimi nikiendelea na masomo, mambo yanaenda vizuri na kila kitu kinaenda vizuri. Umoja wetu umezidi kujengeka sana, na kakangu huyo mkubwa amezidi kuhakikisha mimi naendelea kufanya vizuri katika masomo yangu. Katika siku kuendelea kusonga mbele mpaka nikafika kidato cha 4. Nilifika kidato cha 4, Mungu akajalia naendelea na masomo. Nakumbuka siku moja nilimuona mama akiwa mnyonge. Kumuona mama kuwa mnyonge sio kwamba ni mara yangu ya kwanza au ya pili. Yaani kuna muda namuona mamangu yuko down, yani kama hajaamka vizuri, na siku hazifanani. Lakini sikuwa naona kama ni kitu cha ajabu, yani hivyo naona tu kama hivyo. Namuuliza uko unaendeleaje, yani nauliza maswali kama hayo. Lakini baadaye unaweza kuona amechangamka. Siku hii pia nilimuona hayuko sawa, na akaniambia tu usiwe na wasiwasi na mimi. Ni siku tu haijawa nzuri. Hii ni sentensi ambayo mama hupenda sana kuisema. Na mimi nikaendelea na mambo yangu mengine. Lakini hii
haikuwa siku nzuri. Kama mama alivyokuwa anasema niko sawa, mama hali yake ilibadilika akiwa hapa nyumbani. Na mama hali yake ilibadilika ni kama ni mtu ambaye alikuwa anaishiwa pumzi. Na mimi moja kwa moja nilimpigia simu baba. Simu ya baba haikupokelewa. Hatua moja kwa moja nikamtafuta kaka huyu wetu mkubwa. Nikampigia nikamwambia hali ya mama naona sio nzuri. Alisema yuko sawa lakini naona kama hali yake sio nzuri. Na kaka akasema basi usichelewe, tafuta usafiri haraka na mimi nakufuata. Kwa ndo kitu ambacho mimi nilikifanya ni kumchukua mama na kumpeleka hospitali. Tumefika hospitali, namshukuru Mungu, madaktari walimpokea mama kwa sababu alikuwa anashindwa kupumua vizuri. Sijui nini ambacho kimempata au kuna shida gani ambayo mama wewe inamsumbua. Ndio kwa mara ya kwanza namuona katika hali kama hii. Japo kuwa mnyonge, kuna muda namuona yani kama yuko down, ni hali ambayo nimemuona mara nyingi. Lakini kuona hali kama hii ni mara yangu ya kwanza. Na mtu wa kwanza kufika pale hospitali alikuwa ni yule kakaangu. Nikamuelezea hali mama naona nayo, yani nimekuwa nikimuona kuna muda kama mama haiko sawa lakini baadaye atachangamka ataza niko sawa. Akasema basi hata usijali kwa sababu yuko hospitali, madaktari watajua nini hasa ambacho kinamsumbua mama. Basi tukawa tumekaa hapo na kaka akaendelea kunitia moyo, akaniambia kila kitu kitakuwa sawa. Lakini inakuja kubainika kumbe mama ana matatizo ya moyo. Na inaonekana haya matatizo ya moyo sio kwamba mama hajui, hiyo hali anaijua na imekuwa ikimsumbua muda mrefu. Na kwa maelezo ambayo daktari anasema usalama wa mama inatakiwa afanyiwe operation. Sasa je, hiyo operation ni mama ndo anajua sasa hivi anatakiwa kufanyiwa operation au alijua ana tatizo na akaamua kunyamaza? Sasa hapo ina maana mpaka tutakapoongea naye yeye mwenyewe. Lakini kaka aliniambia maradhi yote yanapoingia mwilini, ushauri wa daktari pale unapotolewa ni kukifanya kile kitu ambacho daktari anasema. Kuendelea kusema ngoja tusikilizie inaweza ikawa ni hatari sana kwa mama. Na mama kweli alipokaa sawa baada ya matibabu kutoka kwa madaktari, nilimuuliza mama, kwa nini umenificha kuhusiana na hii hali? Mama akaniambia ni maradhi yangu ya muda mrefu. Nikamwambia mama, mbona mimi sijawahi kukuona na hali yoyote na kwa nini unanyamaza? Akasema mwanangu, nitakwambia kila kitu. Nitakwambia kila kitu, si nitakuchanganya? Nikamwambia mama, tuko pamoja hapa na mimi sasa hivi nimekuwa sio mdogo hivyo kama unavyowaza. Unawezaje kushindwa kuniambia jambo kama hili? Na je, ushauri wa daktari ambao alitoa, aliwahi kukupa ushauri kabla? Akasema alishawahi kunipa ushauri, lakini nimekuwa nikiogopa. Sasa kaka na yeye alizungumza na mama na anamuita mama. Akamwambia mama, utakiwa kuogopa kwa sababu hilo ndilo suluhisho ambalo madaktari wamesema. Na mimi nitazungumza na mama ili tuone tunawezaje kuweka hili jambo liwe sawa. Mama alimwambia kakaangu, akamwambia sio kwamba mimi nashindwa kujitibia maradhi yanayonisumbua. Nina hofu tu kwamba nisije nikafanywa hiyo operation nikaondoka. Kaka akamwambia hapana, wangapi wanafanywa operation na wanakuwa sawa? Akasema ni kweli wengi wanafanyiwa, lakini mimi nafsi yangu inaniambia siku nitakapofanyiwa ndio siku ambayo itakuwa mwisho wa maisha yangu. Yani kama ni mtu ambaye amejawa na hofu. Kumbe baba analifahamu hilo jambo na mama hataki kusikia habari za operation. Hataki kusikia na hataki. Jamani, mimi namwambia baba, kwa hiyo mama yeye anaona mwisho wake ni aendelee kuteseka hivi? Baba akasema, unamjua mamako, anajua kila kitu, mpaka mambo ya kidaktari yeye anajua. Nimemwambia na nikamtafuta daktari, akazungumza na yeye kumtoa hofu. Anasema yeye akifanywa operation anakufa.
Ndio tumefikia mpaka hapa tulipofikia. Mimi nijitahidi sana kumueleza mama na kumwambia mama, hautakufa. Mama, watu wanafanywa operation na wanatoka wazima. Mama akasema mimi nikifanyiwa na kufa. Ina maana ni mtu ambaye ametawaliwa na hofu kwamba operation yakifanywa hata toboa, ataondoka huko huko. Lakini hali ya mama ilikuwa ni mbaya na daktari alisema hilo ndilo suluhisho la tatizo la mama. Yani ni lazima afanyiwe operation. Kuendelea kutumia dawa ambazo anatumia haziwezi kumsaidia. Na maskini baba kumbe alishajitoa kwa moyo kwa gharama zozote kuhakikisha haya matibabu yanafanikiwa. Ni mama amezidi kushupaza shingo yake na kusimamia maamuzi yake ya kwamba nataka nisogeze mbele kwa malezi ya mtoto wangu, kwa sababu nikifanyia operation nitaondoka. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Lisa katika siku njema ya leo. Msikilizaji, Lisa anasema mama alibaki hospitali kwa siku kadhaa na mimi sikuwa nyuma kuendelea kumsisitiza mama. Na baba alisema basi nafasi ya mama yako kusikiliza iko mikononi mwako. Hawezi kumsikiliza mtu yote, na hata kaka alikuwa akinisisitiza endelea kusema na mama. Muondoe hofu mama. Watu wana hofu sana kuhusiana na mambo haya. Wana elimu ambayo ni elimu za mtaani. Elimu za mtaani. Na mama mimi nilikuwa nikimwambia hizi ni elimu za mtaani. Mama anasema sio elimu za mtaani. Kwa nini mimi sijui wangapi wameenda kufanyia operation na wametoka salama? Kwa nini mimi naofia? Kwa sababu najua sitapona. Ndio. Lisa anasema niliendelea kumshawishi mama mpaka pale ambapo mama aliniambia sentensi hii. Lakini hata hivyo umesogea. Hata hapa nikiondoka unaweza kujisimamia. Mama aliniambia hiyo sentensi, nikamwambia mama usiseme hayo maneno. Utafanyia operation, utarudi tuendelea kuishi na tutaendelea kuishi na utawalea mpaka wajukuu wako. Mama alisema natamani iwe hivyo. Na nikamwambia mama usipoteze matumaini. Matibabu ni muhimu zaidi. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, nami nitarejea hivi punde na tutaendelea mbele zaidi. Komenti yako Glory John unasema tuko pamoja. Veronica asante. Mama Chichi au Mama Cheri, jamani unapatikana Bagamoyo Dar es Salaam, unasema mimi niko na wewe. Jamani asante. Ramji Mzuzuri, jamani unasema unatokea Mbagala Kiburugwa. Mbagala Kiburugwa, unasema uko pamoja nasi kwenye ripoti ya leo. Esalvanda pia tuko pamoja sana toka Mbeya. Asanteni jamani kwa kuendelea kufuatilia ripoti ya leo hapo ulipo. Ndugu yetu anaitwa Lisa akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Lisa anasema maneno ya mama mimi siatili maanani kwa sababu najua ni hofu, na hata daktari alinieleza wako watu wana hofu sana. Wana hofu yani kuhusu mambo hasa za operation. Wengine labda waliokupoteza ndugu zao katika operation. Inatokea, lakini inatokea mara chache sana na inakuwa bahati mbaya. Unaona, watu wanafanya operation na wanatoka salama. Ni asilimia ndogo sana ya mtu kutoka salama, na kuna changizwa na sababu mbalimbali. Mamako tunamfanyia check up kabla ya kufanywa hicho kitu. Hataki kuwa na wasiwasi. Tutajali usalama wake kwa sehemu kubwa. Ni hofu tu. Kwa hiyo ikiondoka hofu kila kitu kitakuwa sawa. Kwa na mimi naendelea kumpa msisitizo mama. Na hayo ndo majibu ambayo mama alinipa. Hata hivyo anaona nimeshasogea, naweza nikajisimamia mwenyewe. Lakini akawa anasema nilikuwa natamani hata nikuone angalau umefika chuo au umemaliza, umepata na kazi. Yaani kwamba unaweza ukajitegemea mwenyewe. Unajua mtu anakuambia maneno unamwambia mama kwani unasema maneno? Hata utakiwa kusema maneno mama, kwa sababu tupo na kila kitu kitakuwa sawa. Niliendelea na mambo mengine. Nakumbuka mama aliniambia siku moja,
akiwa anaendelea kutumia dawa, na sasa nimeshajua shida ya mama inayomsumbua na mama hayuko sawa. Anahitaji kupata matibabu ya uhakika. Mama aliniambia, mwanangu, niko tayari. Nikamwambia mama, unafanya operation na kila kitu kinakuwa sawa, na kaka ameniambia atahakikisha anasimamia kila kitu kinachohitajika kuhakikisha unatoka salama. Mama akaniuliza, unahisi kakako huyo anakujali sana, anakupenda sana? Nikamwambia ndio mama, hawa ni watu ambao wako nami, unajua, ni ndugu zangu. Akasema inawezekana labda ni hisia zangu tu. Nikamwambia mama, ni hisia zako tu. Yani hata kama mamake alikuwa mbaya, haimaanishi kwamba watoto wake wanaweza wakawa wabaya. Wanatambua mimi ni ndugu yao, wanatambua mimi ni dada yao, wanatambua mimi ni mdogo wao. Na unaona mama, namna ambavyo wananisimamia katika vitu mbalimbali. Hata kama hatujakuwa pamoja, walipopata nafasi ya kunijua, hawajawahi kuniacha. Angalia katika ile tatizo mama tulokuwa nalo, unaumwa, tazama hao watu walivyokuwa na moyo wa upendo. Wanakuja kukuangalia mama. Lakini tu licha ya hivyo, wanatuletea mahitaji mbalimbali. Sio kwamba tunawaomba, kwa sababu wanajua tunaweza tukaa tuna uhitaji. Mama, kwenye maisha mimi nimejifunza tuwapende watu wanaotupenda, tusiwafanye wajisikie vibaya. Mama akasema, ni kweli unavyosema, mimi nimekubali. Basi mwanangu, mimi nimekubali tena kufanya operation. Vile unavyosema nitatoka salama, Mungu akinijalia nitoke salama, nitashukuru. Tutaendelea kuishi mwanangu, lakini kama mambo yatakuwa tofauti, usijisikie vibaya. Usijisikie vibaya. Mara kwanza nilikuwa naona kama sio kitu kizuri, lakini unajua na mimi nimekuja kuona, japo sina uhakika, lakini nimekuja kuona kwamba una furaha, umeipata familia yako. Inawezekana katika wale 5 mbaya anaweza akawa ni mmoja, wengine wakawa wema, au wengine wakawa wabaya, lakini mwingine akawa amesimama upande wako. Kwa hiyo hata kama anaondoka, najua uko na babako, uko nao ndugu zako. Na mama akaniambia, lakini sitaki nikiondoka uende ukaishi kule kwao. Nikamwambia mama, unazungumza vitu gani? Yani kama mtu unanipa uhusia yani. Akasema, mwanangu, tunazungumza kwa sababu huko chochote kinaweza kikatokea, si ndio? Nikamwambia mama, hakuna kibaya kitakachotokea. Mimi naamini hivyo. Akasema, na ndio maana na mimi mwanangu naamini unachokisema, lakini kinaweza kikatokea chochote. Nikamwambia akanambia, nikiondoka utaenda kuishi, yani nitaenda kuishi kwa ndugu yake mama. Yani ndugu yake mama, mimi ndio taenda kuishi endapo mama akifariki. Na nimeshampa maelekezo, kwa hiyo hapa mtapangisha. Na pesa ambayo itakuwa ikipatikana hapa itakuwezesha kwa ajili ya mahitaji yako, na hasa ya shule. Maana naweza kafika kipindi mimi nikaondoka kukuta unataka kujisimamia mwenyewe, na yani na huyu ambaye ni ndugu wa mama, ambaye mama naona ndo anamwamini sana, na ni mtu ambaye yuko naye karibu sana. Nikamwambia mama, tutatoka na tutakuwa pamoja na tutaishi pamoja. Sijui umemwambia nini, lakini mama, hakuna kitu kama hicho. Basi baba alipata hizi taarifa, mama yuko tayari, kaka pia alipata hizi taarifa, na hao ndugu zangu wengine walifurahi pia kuona kwamba mama anachukua hatua na kukubali kwenda kufanya operation. Mama alienda kumuona daktari, akazungumza na daktari, kuna vipimo vilikuwa vinatakiwa mama afanyiwe. Waangalie wingi wa damu, waangalie ni vitu vingi, vipimo vingi afanyiwe. Kwa hiyo alipimwa hiyo vipimo na akawa yuko tayari sasa mama kwenda kufanyiwa hiyo operation. Nakumbuka hii siku mama alimwambia baba, tulishaongea, hamna sababu ya kurudia. Nikipumzika
naomba mwanangu akakae akielekeza kwa rafiki yake, ndugu yake. Baba akasema, ndivyo ulivyosema na mimi nimeshasema sawa, lakini usiwe na wasiwasi Mama Lisa. Una muda mrefu wa kuendelea kumlea mtoto wako wewe mwenyewe na utatoka salama. Na tunakuombea, tunakupenda na tunakuombea. Na hata mimi nikamwambia mama nakungoja. Najua wewe ni mpambanaji na hata katika hili mama unashinda. Akasema kabisa, endapo nisipotoka usijisikie vibaya. Sawa. Najua utalia, lakini lia, futa machozi, endelea kupambana na masomo. Sawa. Nikamwambia mama, nimekuelewa na nakuombea mama, operation ikamilike na utoke salama. Ikawa hivyo. Lisa anasema basi mama alienda kufanyia operation. Hiyo ni masuala ya kitaalamu zaidi, ni madaktari ndio ambao wanaenda kumsimamia katika hiyo operation. Kwa sisi tupo na tukiendelea kungoja pale ambapo madaktari watakuja kutuambia kwamba sasa tumeshamaliza, watatueleza hali ipoje na watatueleza mengine mengi, na ndiko tunangoja hapa, na kungoja kwetu tunangoja habari njema. Kweli tulikuja kuelezwa kwamba operation imefanikiwa. Operation imefanikiwa na kila kitu kiko sawa. Ilikuwa ni furaha sana. Baba, mama na sikio kaka alikuwepo. Tulifurahi sana. Mungu amejalia hatimaye mama ametoka. Na mimi nikasema mama alikuwa tu na uoga. Angalia sasa operation yake imeenda vizuri. Lisa anasema lakini kumbe katika kukamilisha operation yake kwenda vizuri, wao wanasema kuna emergency ilijitokeza. Hali ya mama ikachange kabisa. Hali ya mama ikawa mbaya na tukapewa taarifa kwamba hali ya mama imechange, lakini alifanikiwa kufanywa operation. Yani kwenye chumba cha operation alifanikiwa kufanyiwa. Kwa hali ilikuja kuchange baadaye. Hali ikachange na hatimaye ikapelekea umauti wa mamangu. Kwa hiyo kile ambacho mama alikuwa anakisema, kile ambacho mama alikuwa akikisisitiza, ndicho ambacho kilitokea. Hatujui yeye alikuwa anaona nini na sisi tulikuwa tunaona nini. Jamani, operations zinafanyika nyingi, watu wanatoka salama. Tuna watu wetu, wapendwa wetu wamefanywa operation mbali, zingine ni kubwa kabisa, wametoka salama. Kwa nini mama alikuwa anasema hivyo? Sasa hayupo. Maana pengine ningemsisitiza kwa nini, lakini pale alipokuwa anasema, mimi nilikuwa namwambia mama, hayo ni mawazo yako, hiyo ni mitazamo yako, hakuna kitu kama hicho. Na yeye ananiambia wewe nielewi kama babako ambavyo hajawahi kuelewa kitu nasema. Lakini nilikuwa namuona mama ni mwanamke ambaye maisha yake yamejawa na hofu. Maisha yake yamejengwa na hofu. Mara nyingi mama sio mwanamke mwenye furaha. Ni mwanamke ambaye amegubikwa na huzuni. Na hata siku moja mama alikiri kwa kinywa chake na kuniambia, mimi nimeishi hapa duniani, sehemu kubwa ya maisha yangu yamekuwa ni maisha ya huzuni. Sina furaha kabisa. Hata nilimuuliza mama kwa nini. Mama akiniambia anatamani nami nisiishi maisha kama aliyoishi yeye. Na zaidi alinieleza alipokutana na baba, namna ambavyo alimpa furaha kwa siku za mwanzo, na akaja kugundua kumbe ni mume wa mtu, na akajikuta anaanza kupitia matatizo mengine. Na umaskini, shida ndizo zilimfanya aendelee kusalia kwa baba ili kuruhusu maisha mengine yaendelee. Na yeye akisema, sasa furaha gani hiyo? Furaha gani hiyo? Maisha gani haya sasa? Na maana ni mtu ambaye alikuwa amegubikwa na maisha ya simanzi. Akisema furaha yangu ni wewe tu, nikikuona unaendelea vizuri, nikikuona unasoma, ndio wewe furaha yangu. Leo mamangu hayupo. Alihofia kifo. Na kweli umauti umemchukua mama katika mazingira yale ambayo alikuwa akiakiri akisema nitaondoka, operation itaniondoa. Na ndivyo ilivyotokea kwa mamangu. Ulikuwa ni msiba wa kuumiza. Nikajilaumu sana kwa sababu mimi ndio nakumbuka dakika za mwisho nilisimama kidete na kusema, mama, mimi sitaelewana na wewe mpaka utakapofanya operation. Mama, sitaelewana na wewe mpaka tulikamilishe hili.
mambo ambayo mama alinihimiza nisiende kukaa katika familia ya wale ndugu zangu, ila ni kwa yule ambaye alinielekeza nitaishi hapo na hii nyumba, akisema itapangishwa na kiasi cha pesa kitakuwa kikinisaidia. Na ndivyo ilivyokuwa, na baba alisimamia mapendekezo hayo na akasema hivi ndivyo mamako alisema, na mimi nitakuwa nikikutazama ukiwa huko. Sikuwa na namna nyingine zaidi nikueleze. Nilikuwa na nyakati za huzuni na nyakati za kujihukumu sana. Hata kakaangu aliniambia tusijihukumu. Tulishauri kile ambacho tulikiona bora. Maisha ambayo angeendelea kuishi bila matibabu sahihi yangeendelea kuwa ni maisha ya maumivu makubwa na mateso. Hii ndio ilikuwa suluhisho la kupata matibabu. Lakini tusijihukumu kwamba sisi ndio tumekuwa sababu. Hapana. Kila nafsi itaonja umauti. Nyakati zinapofika huwezi kuzuia. Kaka alinitia moyo kwa maneno hayo na kuniambia lazima niendelee kusonga mbele. Yale ambayo mama amenisisitiza niendelee kuyafanya, na ndivyo ambavyo mamangu ataendelea kupumzika kwa amani huko aliko. Sawa? Lisa anasema katika maisha tunaishi, katika jamii zetu tuna watu wetu tunawaamini sana, na tunaamini wako na sisi sana, na tunaamini wanatupenda sana sisi pamoja na watoto wetu wanatupenda sana. Ni kweli ndugu wa mama, rafiki yake wa karibu sana, amekuwa akinipenda sana, labda kwa sababu tulikuwa tunaishi mbali. Mimi nakaa na mamangu, huyu mama anakuja, mimi naenda kwake. Kwa hiyo sio ile nilikuwa nikiishi kwa muda mrefu, hata kama kuna likizo fupi naenda natembea narudi, lakini tuko na mama. Lakini nilipoanza kuwa naye kuishi, sasa ile naishi bila mama. Mara ya kwanza alikuwa akinitia moyo na nini na nini, lakini baadaye akaanza maneno akisema mwenyewe baba yako haleti chochote. Haleti chochote. Yani mimi nashangaa sana. Ninamwambia baba ana changamoto hapa, ina maana mpaka niongee na kaka. Ana changamoto gani? Ina maana wao wamekuchukua na wamekutupa hapa. Yani wamekutupa hapa. Wanaendelea na maisha yao. Lakini mimi nakumbuka yeye mwenyewe alikubali kwamba atakaa na mimi. Hicho chakula ambacho baba anatakiwa kuleta ndo hivyo akichelewesha ndo anasema, sasa unakula nini Lisa? Hebu niambie Lisa, utakula nini? Utakula nini Lisa? Hebu tujadili hapa pamoja, kwa sababu babako haeleweki. Anataka chakula ambacho mimi nimekitafuta hapa cha watoto, anataka hicho ndo tule pamoja. Mume wangu haelewi hili jambo. Haelewi kabisa, kwa sababu makubaliano alisema kwamba ataleta hiki. Yani hicho ni kimechelewa kuletwa. Anaanza kusema mume wake ana complain kwamba mimi nimekuja kutupwa hapa na hawaleti mambo ambayo ni muhimu, ambayo ninakuwa ninayahitaji. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa. Lisa anasema ni maneno yanakera, lakini unaendelea na maisha yanazidi kusonga mbele. Nilipofika kidato cha 6, nimefika kidato cha 6, yani nimeingia kidato cha 6, mimi bado nilikuwa ninaendelea na hayo maisha. Nikamlalamikia kakaangu sana. Yani mara nyingi mimi namlalamikia kaka. Kaka anasema na wish nikuchukue tuende nyumbani, lakini baba hataki na amenikataza kabisa. Natamani nikupangie sehemu ukae, lakini najua mama hatanielewa, baba hatanielewa, na tutasababisha migogoro. Lakini namwambia mimi hapa nyumbani mambo yamekuwa magumu, maneno yamekuwa ni mengi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa katika siku njema hii ya leo. Nami nikupeleke mapumziko msikilizaji, dakika chache nitarejea hivi punde, na tuendelee kusikia hiki ndugu yetu Lisa anaendelea kushare nasi siku njema ya leo. Ripoti ya leo.
Yes, ndugu yetu rafiki anaitwa Lisa akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Zaidi ni kukumbusha msikilizaji, sisi kama EFM tunaendelea tunasherekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Miaka 11 sio mchezo rafiki yangu, si ndio? Si ulianza kutusikiliza lini? Katika hizo nyakati ulianza kutusikiliza, tunakushukuru sana. Tunasema asante. Nasi tumekuandalia mambo mengi mazuri sana kwa ajili yako. Yani wewe endelea tu kutufuatilia hapo ulipo na yatakufikia yaliyo mazuri. Hakikisha unaendelea kufuatilia EFM kwa saa 24 ili habari hizi njema za kuendelea kusherehekea miaka 11 EFM yasikupite. Ndio. Lakini pia nikushukuru sana rafiki yangu ambaye bado unazidi kunisisitiza uko pamoja nami. Mlate Boy unasema uko pamoja nami, uko live kabisa kutoka Mbeya maeneo ya Kiela. Wewe asante kutoka pande za huko. Musa Mohelo unasema pia unatufuatilia uko Ubungo Kibo. Unasema napenda sana simulizi, huwa mimi sipitwi kabisa. Abdalla Chilumba pia unasema unaitwa Chilumba na unanisikiliza unatokea pande za Mbagala. Asante sana Rahma, unasema unanifuatilia kutoka pande za Mbagala. Kizuiani unasema nakupenda sana Veronica. Asante kwa upendo. Asante pia Kisa Kisa Mwakibenga, nikushukuru sana rafiki yangu, unanifuatilia pia na wewe. Haya jamani, na wewe hapo unaponifuatilia ninakushukuru sana, hata kama sijakutaja kwa jina, lakini ninathamini sana uwepo wako. Ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Lisa akitujuza haya. Lisa anasema basi hizi ni nyakati ambazo zilikuwa ni nyakati ngumu sana kwangu. Zilikuwa nyakati ngumu. Yanaweza kawa sio manyanyaso makubwa ya moja kwa moja labda napigwa, lakini yalikuwa ni manyanyaso kwa njia ya maneno. Lakini huyu ni mwanamke ambaye alikuwa karibu sana na mama. Ni ndugu na mama. Na ni mtu ambaye ni mnyenyekevu sana kwa macho. Lakini sio tu mnyenyekevu, ni mtu ambaye anapenda sana ibada. Hashauti kwa maneno kwamba wewe. Yani yeye anaongea taratibu, lakini maneno yake yakiingia yanaenda kukutesa kweli kweli. Sana. Sana. Unajua mzee wangu, yani babangu, sasa nimekuwa najua yeye ni baba, lakini amekuwa kwenye familia kama hana nguvu. Lazima niseme hiyo kwa sababu ni ukweli kabisa. Babangu amekuwa ni baba lakini hana nguvu. Yani ni kama ni upanga usiokuwa na makali. Hana sauti yoyote katika familia yake. Mke wake atakachokisema ndicho kitakachokuwa. Kwa hiyo ile pesa ambayo tulikuwa tunapata kwenye ile nyumba ambayo ilipangishwa, kwa hiyo baba ndo alikuwa ni msimamizi pia. Kwa kuna muda ni kweli pesa anapata pale ya kodi, lakini baba yeye mambo yake sio mazuri. Kwa anaweza kana niambia, mwanangu nimepata hiyo pesa lakini kuna jambo nafanyia, baada ya siku kadhaa hiyo pesa itarudi na chochote. Unaona? Sasa unakuta kuna mambo huku sasa nakokaa yanachelewa kuja. Hapo ina maana mpaka kaka aingilie kati na kumwambia mtu, kumuomba mara kwa mara, unajua ndio ni kaka yangu na najua sana wananipenda sana, wamekuwa pamoja nami, siwezi kusema chochote kwamba labda baada ya kifo cha mama watu hawa wamenitenga. Hapana, wameendelea kuwa pamoja nami. Na hata kaka nimekuwa nikimueleza maneno huyu mama anazungumza, amekuwa anajisikia uchungu, anasema sasa mimi namwambia baba, namwambia ni bora basi ukarudi pale nyumbani. Ukarudi tu pale nyumbani. Tutafute mtu ambaye anaweza kukaa na wewe na kuhusu chakula na kila kitu. Lakini baba anasema mamako ndo alisisitiza hivyo, na alisema utakaa pale mpaka utakapokuja kuolewa. Mimi namwambia kaka, haiwezekani, siwezi. Unajua sasa hivi nimekuwa najua jema, najua lilo baya. Kwa hiyo hivi ndivyo maisha yangu yalivyokuwa.
Na ndivyo hivyo maisha yangu yamekuwa. Sina raha hata kurudi nyumbani. Nikikosea kitu kidogo, huyu mama ananisema kwa sauti ndogo, sio sauti kubwa. Kwa sauti ndogo anaweza akakusema akaanza kukusimanga, una shukrani wewe, huna shukrani, nimeamua kukuchukua, nimeamua kubeba lawama zote, nimeamua kubeba. Ndugu zangu ananiambia hiki, mume wangu anasema hiki, lakini nimeamua kukubeba, lakini wewe huna shukrani, una maneno sana, Mungu atanilipia, nifanye nini sasa? Hivyo ilifika nyakati nilichoka. Unajua ni bora mtu ashauti, yani ya kushautia lakini aishe. Lakini sio yule ambaye anaongea kwa sauti ndogo, anaongea hadi muda wa chakula. Anaongea. Yani kuna muda unaweza kuwa unapakua hivi mboga, ukigeuka unakuta anakutazama, unasema sijui hapa nimeongeza, hajapenda, sijui nipunguze. Yani unajikuta unajishtukia hadi chakula unakipakua kidogo ushibe. Yani manake ni anakutazama. Yani wewe angalia ile mboga tulipika, wewe bila kuangalia, lakini wewe umeona sasa ule yote hiyo mboga ilipaswa ibaki mpaka na saa ngapi? Ukiangalia hiyo mboga unayosimangwa nayo, jamani, ilikuwa hivi kinyunyu hivi. Anakuambia ile mboga ingetosha mpaka na jioni, sio vizuri. Wewe unaangalia bajeti, jifunze kuuliza. Jamani, kuna kakangu ambaye ananifuata, yule wa kwanza anayenifuata. Yesu muongeaji sana. Yesu muongeaji sana, lakini ni mtu ambaye ana misimamo sana. Akaniambia, "Sasa kwa nini unaendelea kukaa na mtu wa namna hiyo? Huwezi kuendelea kukaa na mtu wa namna hiyo. Huyo ni mtu ambaye anakuathiri kisaikolojia kwa sababu ya chakula. Ni nini ambacho zaidi unakipata pale? Na mahali pa kulala. Mimi nitaongea na mama. Utakuja nyumbani. Pale nyumbani kuna chakula cha kutosha. Pale nyumbani kuna wafanyakazi pale wa kutosha. Utakuwa comfortable na mambo yako ya shule." Mimi nikamwambia hapana. Akasema, "Nikwambie, mama yangu ni mkali kweli. Mama ni mkorofi kweli. Lakini nikwambie, ana huruma sana." Nikamwambia hapana. Hapana. Mama wa hawa watu, yani mama yao, kwanza yuko busy. Yani ni utasikia tu alisafiri, alienda hapa, alienda nchi fulani. Yani ni mama ambaye yuko busy. Ndio narudia tena, yani mume wake ambaye ni baba yangu amefungiwa milango. Yani ukiwaangalia mke na mume yani baba yangu alivyokuwa anapambana. Lakini ndio hivyo, wao ndio wanajua. Nasikia mwanzoni huko huyu mama alikuwa anamweka mume wake kipaumbele. Wao wenyewe waliishije huko wanajua wenyewe. Mimi sitaki kujua, lakini maisha ya babangu ndio hayo. Mpaka alikuwa na yani wote tunagongea hiyo pesa ya kodi. Na yeye sasa mzee, na yeye ndio hivyo, unajua tena wanaume nao hawazeki. Na yeye mzee naye hivyo, naye mambo si unajua tena. Sasa mimi nikamwambia hapana. Akasema, "Ni uoga wako tu. Mimi mara nyingi sana naongeaga na mama. Mama hana shida na mtu. Hata kama hakuja kwenye msiba wa mama yako. Lakini mama hana shida na mtu. Hawezi kukuhukumu wewe hata siku moja." Mimi mama alishawahi kuniambia, "Sasa wewe binti ana hatia gani? Wenyewe hao walikutanaga huko. Yeye ana hatia gani?" Kwa hiyo ananieleza hivyo. Alinishawishi sana. Na mimi sikumwambia baba. Kweli siku hiyo na mimi nikakubali. Akanichukua. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya mama yake. Tumefika, akaniambia nisubiri hapo. Nikasubiri hapo mapokezi, akaingia. Amekaa muda mfupi, akaniita. Na mimi nikaenda. Huyu mama namjua. Kwa mara ya kwanza nilimuona huyu mama, alikuja nyumbani. Kwa mara ya kwanza ndio mimi namuona. Ndio kuja kujua ndio yule mama mke mkubwa wa baba. Nilipofika akaniambia, "He, ujambo?" Nikamwambia, "Sijambo mama, shikamoo." Akaniambia, "Marhaba. Za masomo?" Nikamwambia, "Mama, naendelea vizuri." Akaniambia, "Keti." Nikaketi. Akaniambia, "Umekula?"
Mimi nikamtazama kaka. Nikamwambia mama mimi sijala. Akasema sawa. Unapenda kula nini? Kaka akasema anapenda chips. Chips na kuku hivi mama. Akachukua simu yake ya mezani, akapiga lete chipsi, akaagiza, akamwagizia na mwanae. Akasema unajisikiaje? Nikamwambia mama najisikia vizuri. Za nyumbani? Nikamwambia nyumbani ni njema. Akaniambia pole. Pole, akataja jina la huyu kijana wake. Amekuwa anasema kuhusu wewe, hasa pia changamoto, na mara chache sana tunaonana juu kwa juu, si ndio? Kama mambo huko yamekuwa magumu. Na babako pia sijui mipango yake na wewe ipoje. Nafikiri taongea naye, unaweza ukaja nyumbani. Ile nyumba ni kubwa, njoo mwanangu ishi hapa nyumbani. Nikabaki yani na mimi nikabaki niko na yani nimetulia. Akasema mwanangu, sijajua mamako alikwambia nini kuhusu mimi. Okay. Mimi na mamako tumeshakuwa na migogoro. Amewahi kukusimulia? Nikamwambia mama hakuwa mtu wa kusema sana. Amewahi kuniambia machache tu. Akasema sawa. Hata hayo machache aliyokuambia bila shaka alikwambia tumekuwa tunagombana. Miaka imeshapita. Siwezi kukaa hapa mimi nikaanza kuona yule mwanamke ambaye nilimuona ni adui kwangu, nimuone na yule mtoto aliyembeba tumboni mwake aendelee kuwa adui kwangu. Hapana. Hayo yalikuwa ni mawazo ya zamani. Na wewe ni mwanamke, kuna siku utanielewa kinachokisema na sitaki kikutokee. Unapofika nyakati na wewe ukaja ukapata mwenza wa maisha, mkaanza maisha, halafu ukawa unapambana sana na maisha, na unapambana sio kwa ajili yako, kwa ajili ya familia, halafu ukaja ukagundua wenzio yeye yuko kwenye njia nyingine, naamini utafika huo umri hautakuwa sawa, si ndio? Utajiuliza kama huyo mwanamke anataka kunichukulia mume wangu, hakujua kama huyo ni mume wa mtu, hautakuwa sawa. Na ndio inapokuwa hivyo, tunakuta tuko katika situation ambayo inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo tulikuwa tuna migogoro. Lakini mwanangu, sina hicho kitu tena ndani yangu. Wewe ni mwanangu, na isitoshe ndugu zako wanakupenda sana. Nilishe kujaribu kuzuia lakini sikuweza. Na nikaja nikagundua bwana, damu ni damu tu. Yani siwezi kutenganisha, yani siwezi kuwazuia. Kwa njoo nyumbani mwanangu, njoo tuishi kuwa na amani. Nataka utimize ndoto zako ambazo unatamani kuzifikia kwenye maisha yako. Sasa kusiwe na mazingira ya kuzuia kutimiza ndoto zako. Nilijisikia tofauti. Nilimwambia mama asante. Na nilizungumza asante kutoka ndani ya moyo wangu, kwa sababu sikuwa kwenye mazingira mazuri. Na kama ambavyo nakueleza kuhusu babangu pia ananiambia, wewe vumilia tu, wewe vumilia. Unasikia mwanangu, wewe vumilia tu. Binadamu ndio wako hivyo bwana. Yani wewe ili mdadi tu unafika unalala zako, ili mdadi tu ukipata hela huko ikija inakusaidia, wewe vumilia tu. Vumilia, lakini mamako ndo alitaka. Nilimshukuru huyo mama. Nikamwambia nimekosa neno la kusema, ila nashukuru sana. Akaniambia kila kitu kakako mkubwa atasimamia. Naye pia nilishaongea naye. Kwa hiyo atakuja kuchukua, mimi nitazungumza na babako. Usiwazi, anaweza akaanza kukufokea, namjua, lakini usiwe na wasiwasi. Chakula kikaja, tukala pale ofisini. Akaniambia tutapata muda tena na tutaongea, ila nategemea kuwa na safari siku 2 hizi. Nikamwambia asante mama, nashukuru sana. Basi kweli tumetoka pale, na yule kakaangu anayenifuata akaniambia angalia ulikuwa na wasiwasi. Yani mama inawezekana alikuwa mbaya, na ni kweli alishawahi kutuzuia, lakini yeye sasa hivi ametambua sisi ni familia. Nikasema
Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Akasema si unaona sasa tuende zetu nyumbani. Kwa hiyo kiukweli nilipata nafasi ya kuzungumza na baba. Baba alikataa. Hakupenda hili jambo na akasema mamako hakuwa ameliafiki hili jambo. Mimi sitaki kwenda kinyume na yale ambayo mamako amesema, lakini mimi nikawa nataka mazingira yasio mazuri kwangu, mimi sitaki. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa katika safari yake ya maisha. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Nini ambacho Lisa anataka kutujuza zaidi msikilizaji, ni kesho tutaendelea mbele zaidi kuyasikia haya. Ndugu yetu anaitwa Lisa akishia nasi. Nikutakia usiku mwema. Yes.